Hakika Young Africans wamepania kweli kweli, na kwenye hili huenda kuna siri ambayo wengi hatuijui. Mwisho wa haya huenda tukaja kuyajua mengine ambayo hayakupaswa hata kukaa hadharani. Hii ni baada ya majibizano kati yao na bodi ya ligi pamoja na shirikisho la mpira wa miguu TFF kwenye kile ambacho kinaendelea kwa hivi sasa. Ni baada ya Young Africans kusema si tu derby bali hata finali ya CRDB Federation Cup wao hawatoicheza na hawaitambui mpaka walipwe pesa zao kiasi cha shilingi milioni 60 ambazo walitakiwa kupewa msimu uliopita baada ya wao kuwa mabingwa wa kombe hilo. CRDB wakaja kujibu kwamba pesa hizo sisi tumeshazitoa. Kwa hiyo mnabidi nyewe wenyewe muangalie kati yenu nyewe na TFF nani ambaye anahusika. Baada ya hapo shirikisho likaja kujibu ya kwamba Young Africans ni kweli hatukuwapa pesa zao kiasi cha shilingi milioni 60. Lakini si tu kuwapa pesa zao pia zimeshaisha, kwa sababu wao walisema ya kwamba kwenye usajili wa wachezaji wao wa kigeni zile pesa zikatwe kwenye kiasi cha milioni 60. Na baadhi ya wachezaji ambao wamesajiliwa kwa maana timu ya wanaume na timu ya wanawake tayari TFF walikuwa wakikata kidogo kidogo mpaka pesa hizo zote zimeisha. Young Africans wamerudi tena kwa kutoa taarifa kwa umma. Inasema vipi? Kwanza subscribe of Pitch TV ili uendelee kuyapata yale mengi ya kimichezo. Mimi ni The Voice of Miracles. Twende moja kwa moja nikujuze Young Africans wao wamerudi na lipi, na nukuu kile ambacho wao wamekiandika. Tumeona taarifa ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania yani TFF kuwa inaidai klabu ya Young African Sports bila kutoa ufafanuzi wa deni lenyewe. Tunapenda kujulisha umma kuwa klabu ya Young Africans haijawahi kulipwa fedha yoyote ya ubingwa wa kombe la shirikisho kwa misimu mitatu mfululizo. Msimu wa mwaka 2021-2022, 2022-2023 na msimu wa mwaka jana 2023-2024. TFF wamekuwa wakishikilia fedha hizo za ubingwa kwa akaunti zao kila msimu unapomalizika, huku wakifahamu ni makosa na ni kinyume cha utaratibu. Hakuna uthibitisho wowote wa kimaandishi kuonyesha kama TFF wamewahi kulipa fedha hizi za ubingwa kwa klabu ya Young Africans. Ni aibu na fedheha na kumtia dosari mdhamini kuendesha mashindano bila kumlipa bingwa kwa misimu mitatu mfululizo. Tunaelekeza dawa ya deni ni kulipa, na wakati ikiwa ni haki ya mshindi na inampa heshima mdhamini wa mashindano. Ieleweke, ada za malipo ya wachezaji wa kigeni walizozisema kwenye taarifa yao hulipwa mwanzo wa msimu mpya, na hela hizo za ubingwa hutolewa mwishoni mwa msimu. Klabu ya Young Africans haijawahi kupokea taarifa yoyote rasmi kutoka TFF kuhusu klabu yetu kuwa na deni kwao. Uongozi wa klabu ya Young Africans unaendelea kusisitiza kulipwa pesa yao ya ubingwa wa kombe la shirikisho la CRDB kwa msimu wa mwaka 2023-2024 ili tuweze kucheza mchezo wa finali siku ya tarehe 28 Juni 2025. Imetolewa na ofisi ya mtendaji mkuu yani CEO Andre Mtine. Klabu ya Young African Sports wamemaliza hivyo. Mimi sio hakimu, ila wewe umeona nini ambacho kinaendelea? Nani ni nani na nani ni nani? Dondosha komenti yako hapo chini. Nani ambaye anastahili kuwajibika kwenye hili? Mimi ni mjumbe tu, na mjumbe au wawi. Naitwa The Voice of Miracles. Hii ni of Pitch TV. Kubwa zaidi subscribe ili uendelee kuyapata yale mengi ya kimichezo. Bye bye. I'm signing out.